Naam, jana tumeshuhudia mchezo wa watani wa jadi dabi ya Kariakoo ambao imemalizika kwa sare ya kuto kufungana, yani sare ya bila kwa bila. Mechi ambayo ilipigwa majira ya saa 2 kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex. Sasa tumeona matukio mengi sana ambayo yamejiri kwenye mechi hiyo, lakini kubwa zaidi ni goli la Selemani Mwalimu ambaye alitanguliza Simba Sport Club kwa goli 1 kwa bila, lakini goli hilo lilikataliwa na refa likidaiwa kuwa ni offside. Sasa goli hilo limezua utata na kesi imekuwa kubwa. Mpaka saa hizi tunapozungumza imefika kafu na kafu tayari wametoa maoni yao kuhusiana na goli hilo. Je, unataka ujue rais wa kafu ametoa maoni gani? Endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hapa tupo kwa ajili ya kukuburudisha na kukupa habari za michezo na burudani. So kama we mwana michezo, we mpenda burudani, basi mahali pako ni hapa. Hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video zingine kali kutoka kwetu. Naam, tunarejelea sasa kwenye mchezo wa hapo jana wa watani wa jadi dabi ya Kariakoo ambao ilikuwa unakutanisha Young African na Simba Sport Club kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, ambapo mechi hiyo ilimalizika kwa sare ya bila kwa bila. Lakini kitu kilichozua mjadala ni baada ya Selemani Mwalimu, mchezaji wa Simba Sport Club, kufunga goli na kuipatia Simba Sport Club goli la kuongoza, lakini refa wa mchezo aliamua kwamba ni offside. Sasa moja kwa moja tunaenda kuiangalia kwanza offside ilikuwa ni kwa kivipi. Selemani Mwalimu kabla mpira hujapigwa ndio alikuwa ni yupo offside, lakini mpira ulivyopigwa Selemani Mwalimu alikaa kwenye position ya kuvunja offside, akawa onside, manake akawa sehemu sahihi kabisa mpaka anaenda kupiga ule mpira na kukwamisha wavuni. Hivyo basi ndivyo ilivyotafsiriwa na muamuzi kwamba Selemani Mwalimu alikuwa ni offside, lakini ukianza kuangalia ni goli la uhalali kabisa ambalo walistahili Simba Sport Club kupewa. Sasa kutokana na malalamiko mengi sana, Simba Sport Club wameamua kesi hii waipeleke kafu. Sasa kafu wamekuja na majibu kwamba wapo kwenye uchunguzi dhidi ya marefali wa mchezo, kwani ikumbukwe kabla ya mechi kuanza rais wa TFF alitoa maneno na kusema kwamba refa yoyote atakayeharibu mechi ya Kariakoo Derby atapigwa faini na kufutiwa na kufutiwa urefali maisha, yani asijihusishe na maisha tena kwenye masuala ya urefali. Na hiyo ndiyo ilikuwa kauli ya rais wa TFF. Hivyo basi kutokana na kauli hii, na ukianza kuangalia goli la Simba Sport Club lilikuwa ni goli halali kabisa ambalo lilikuwa sio offside, na refali wa mchezo ndiye aliyekataa, linamaanisha refali wa kibendera ndiye aliyekataa, akasema kwamba ni offside. Sasa tunasubiria adhabu kutoka kwa CAF, tunasubiria adhabu kutoka kwa TFF. Je, nini ya tajiri yote haya? Adhabu gani CAF watatoa? Adhabu gani TFF watatoa? Yote pia tutakuletea hapa Tubone Media. Hivyo basi tupo kwenye uchunguzi zaidi, so hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata content na uchunguzi unaoendelea dhidi ya goli hilo. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.